Unajua, huwa nashangaa sana. Watu wengi husema hawataki kuhusishwa na siasa kuanzia kupiga kura hadi hata maongezi ya kawaida. Na kwa mtazamo wangu, hii haifai. Kumbuka, siasa ndio uti wa mgongo wa nchi. Mbona nasema hivyo? Ni tofauti gani kubwa ya kimsingi tulio nayo kati ya nchi zilizoendelea na nchi ambazo zinajikaza kufikia kiwango cha kuitwa nchi zilizoendelea? Ni uongozi. Na tunapozungumza juu ya uongozi, siasa imo ndani yake. Jamii ina viwango mbalimbali vya uongozi, kuanzia nyumbani ikiwa na baba kama kiongozi wa familia, halafu kuna walimu shuleni, halafu viongozi wa dini, na hatimaye viongozi wa kisiasa ambao hushughulikia masuala ya uchumi na uendeshaji wa nchi kwa ujumla. Mimi nakuambia hivi kwa roho safi. Watu wamechoka. Sio kidogo. Watu wamechoka hadi wananyamaza. Maana unajua, ukifikia mahali wewe ni maskini wa sauti pia, hata kulia unalia ndani. Na bado kila siku tunaambiwa tuwe na matumaini. Ndio maana huwa nakuambia hapa Mabatini ndio bunge ya wananchi. Maoni yote hutoka hapa. Hata tukiumia lazima tuseme. Hata mambo ya siasa yametufanya watu wazima kuwa kama watoto wanaotafuta faraja. Ndio maana tunahitaji kuanza hii safari ya mazungumzo kuhusu siasa, uchumi, maisha ya kawaida, vijana, wazee, uongozi, jamii, yote. Hakuna kupaka sukari. Hakuna kumalizia kwa kicheko bila ukweli. Leo tunaanza safari ya kuelewa hii nchi kutoka macho ya watu wa kawaida. Watu hao ambao ni sisi wenyewe. Tuanze na swali moja tu la msingi. Kwa nini Kenya ya leo imefika mahali ambapo mtu mzima anaogopa hata kesho? Hapo ndipo siasa inaingia. Yaani siasa ndio injini ya kila kitu. Lakini injini yenyewe imeharibika. Wananchi wanalia, lakini kelele zao zinapotelea hewani kama mshale usiofika shabaha. Na hawa viongozi ambao tunawapa mamlaka hawajui maisha ya hapa chini yananuka namna gani. Wamejenga maisha yao juu ya matumaini ya watu, si kazi yao. Na unajua kitu kingine, siasa za Kenya zimekuwa mchezo wa kuigiza kwa macho ya wananchi. Leo mtu anakuambia tuko pamoja, kesho anaenda upande mwingine. Wananchi wanabaki wamechanganyikiwa. Kwa mfano, watu wanaowania vyeo vya uongozi, utapata nyakati za kura. Kwa mfano kama sasa hivi ikifika mwaka 2027 itakuwa kipindi chetu cha kura. Utawaona wako hapa vijijini, watakuja huku, wananchi mnaona jinsi serikali imetufinya. Hii serikali tunahitaji mabadiliko, na mkitupigia kura tunabadilisha kila kitu. Yaani imekuwa ni kama simulizi tu. Haya, tunawapigia kura kwa kawaida, wanaingia afisini, lakini ni nini hufanyika? Miezi michache mpaka miaka kadhaa baadaye, ni nini hufanyika? Wakishaingia kwenye uongozi, wale ambao walikuwa ni wapinzani leo, kesho ndio wako ndani ya serikali, wameungana na serikali iliyokuwemo ambayo walikuwa wanapinga. Hatukatai ushirikiano kwa serikali, lakini inafaa viongozi, hasa wale ambao wako kwa upinzani, inafaa wanapoingia afisini, wakianza kuungana na serikali ile ambayo walikuwa wanapinga, waangalie wanaungana kwa mambo yapi. Isikuwe wanaungana tu kuungana ili waende kula pamoja, alafu hatimaye hawazingatii masuala ya utendakazi. Shauri sasa kama upinzani iko na jukumu kubwa tena zito sana la kuhakikisha kuwa serikali iliyo afisini inawajibika. Hasa katika kuhakikisha ya kwamba zile ahadi ambazo viongozi walitoa kabla ya kuingia afisini zinatekelezwa. Kwa mfano kama sasa tuko na serikali ambayo tunaweza kuiita sio ya mseto haswa, lakini imeunganisha viongozi ambao walikuwa kwa upinzani, sasa wako ndani ya serikali.
ambayo tunaita broad based government. Inaonekana ya kwamba hii serikali iliungana na ikasahau yale masuala ambayo walikuwa wanapigania wakiwa katika upinzani. Hiyo ni changamoto moja ambayo tunaweza kuiona moja kwa moja. Na mbaya zaidi ni hiki: watu wengi wameanza kupoteza imani, si kwa serikali tu, bali kwa mfumo mzima. Wanasema hata tukipiga kura maisha yetu hayabadiliki. Na ninaweza kulaumu viongozi wetu wa kisiasa kwa 75% au zaidi ya shida tulionazo. Kwa mfano, wanasiasa wa kizazi hiki bado hawajaangazia na kusuluhisha matatizo walioyapitia wenyewe mikononi mwa viongozi wa vizazi vilivyopita. Ukiwa kiongozi, kazi yako kubwa ni kuelekeza watu na rasilimali kwa njia mwafaka zaidi ili kuwawezesha na kuwaboresha kimaisha. Sasa, iwapo ukiwa mtoto mdogo ulihangaika na ukosefu wa maji na shida ya taka, leo hii uko kwenye mamlaka na huwezi kuyapa masuala hayo kipaumbele. Inamaanishaje? Inamaanisha kupuuza changamoto ambazo unazifahamu na ambazo ziliwahi kukuathiri moja kwa moja, au ambazo unafahamu zinaathiri watu unaowafahamu. Kiongozi yeyote ambaye anaweza kusema hafahamu changamoto za waliompigia kura hastahili kuwa kiongozi, iwe aliwahi kupitia changamoto hizo yeye mwenyewe au la. Kama wewe ni kiongozi, unastahili kufahamu. Shauri, wewe ni kiongozi wa nini? Wewe ni kiongozi ili uweze kusaidia wananchi wako, iwe kwa kuwawakilisha au kwa kuwasilisha hoja zao, shida zao, changamoto zao. Kwa hivyo, tukianza kusema ya kuwa kiongozi hakupitia maisha hayo, kwa hivyo hafahamu hizo changamoto, itakuwa tunaficha upungufu wa hawa viongozi na tunataka wawe watu ambao wanawajibika. Ndio maana sikubaliani na kauli ya wanaosema kuwa tatizo la Kenya sio watu, ni mifumo. Tatizo la Kenya ni watu na mifumo wanayoileta na kuendeleza. Hatuwezi kulaumu mifumo bila kuihusisha na watu ambao hasa ni viongozi. Mifumo haijibuni yenyewe. Mifumo hupendekezwa kupitia miswada ya bunge na nini, hadi inapitishwa inakuwa sheria ama inakuwa kama jinsi ambazo zimewekwa za kufanya mambo fulani fulani. Kwa hivyo, iwapo mifumo iliyopo ni mibovu, inaashiria jambo moja tu, ya kuwa viongozi wetu hawastahili kuwa ofisini. Viongozi wakiwa wafisadi watatetea mifumo ambayo inalinda wachache na kuumiza wengi. Mifumo ambayo ukitaka haki lazima ujue mtu fulani kwanza. Mifumo ambayo ukiwa mwadilifu unachekwa kama mjinga. Ni kama sasa huku Kenya, masuala ya ufisadi imekuwa ni kama ni kawaida huku. Yaani ukiwa wewe sio mfisadi, basi unaonekana kama wewe ni mjinga. Yaani ukiingia serikalini na ukose kujipakulia sehemu kubwa ya rasilimali, inakuwa ni kama wewe ni mjinga tu. Yaani hata jinsi moja wananchi wa kawaida huwa wanatetea viongozi ambao ni wafisadi, ni kusema ya kwamba hata wewe ungekuwa kwa hiyo kiti, ungekula tu, hata labda ungekula zaidi kuliko huyu. Swala hilo la kuchukulia ufisadi kama jambo la kawaida ambalo ni kawaida kwa jamii linafanya uwajibikaji unapungua. Naibu wa rais wetu Rigathi Gachagua alitimuliwa afisini, na hiyo inaashiria ya kuwa kutimua hawa viongozi hata baada ya kuwapigia kura na wameingia afisini inawezekana, na ni wajibu wetu sisi kama raia wa kawaida, na hata pia wale viongozi wa ngazi za chini kama vile MCA ambao tuko nao hapa mashinani, ni wajibu wao kuanza kutekeleza masuala kama hayo ya kuhakikisha ya kuwa viongozi kutoka ngazi za chini kabisa huku mashinani wanawajibika. Lakini pia Ryan, kila mwaka mpango mpya, kila mwezi maneno mapya, kila siku ahadi mpya.
Taifa linatembea lakini halijui linakokwenda. Hakuna dira inayoonekana. Kwa mfano, mwanasiasa anapoahidi ajira kwa vijana, huwa anastaajabu sana. Maana ukosefu wa ajira unaendelea kuongezeka kila kuchao. Badala ya kurekebisha mfumo wa elimu unaopelekea watu wengi kuhitimu kimasomo lakini kukosa kazi, wanaahidi ajira tu. Zitoke wapi ajira hizo? Hatuna viwanda, hatuna makampuni yanaweza kuajiri wanafunzi wanaohitimu kutoka vyuo vikuu kila mwaka. Ukiahidi watu ajira, unawaahidi ajira ambazo zitatoka wapi? Wewe mwenyewe hauna kampuni yako, hauna kiwanda ambacho labda utasema niko na kiwanda fulani ambacho kinaweza kuajiri watu 1,000. Hauna. Utatoa wapi hizo ajira? Aya, tuangalie tunaongelelea ajira ama ukosefu wa ajira wa watu kiasi gani? Maelfu juu ya maelfu ya vijana ambao tangu mimi nilimaliza kutoka chuo kikuu mwaka 2010. Hiyo ni miaka kama 15 iliyopita mpaka sasa, na niko nje. Na hata sina matumaini ya kuwa labda hata miaka 3 ama 5 kutoka sasa ya kuwa nitapata ajira. Tunazungumzia mtu ambaye alitoka chuo kikuu miaka 15 iliyopita. Tangu mwaka 2010 mpaka sasa, wanafunzi wangapi wamehitimu kutoka vyuo vikuu? Wangapi? Wanafunzi wangapi wametoka kutoka shule za kiufundi, hizi ambazo tunaita Technical Training Institutes? Ni wangapi wako hapa nje? Mfumo wa elimu unastahili kurekebishwa na kupatia kipao mbele kazi za kiufundi kuliko shahada za degree. Ni wazi kwamba shule za kiufundi zinapelekea wanafunzi wao kupata ajira kwa haraka kuliko shahada za degree ambazo hugharimu pesa nyingi na muda mwingi pia. La kusikitisha zaidi, Ryan, ni kwamba hii nchi ina uwezo. Yaani katika Afrika Mashariki mzima, Kenya ndiyo nchi inayotamkika kwa masuala mengi. Teknolojia, usafiri, hata bajeti ya Kenya ndiyo kubwa zaidi Afrika Mashariki. Kwa hivyo tatizo si uwezo, ni uongozi na uwajibikaji. Kizazi chetu kinaumia kwa sababu tunajua Kenya inaweza kuwa bora kuliko ilivyo, lakini mfumo ndio umezuia kila kitu. Na watu waliomo, viongozi waliomo, ndio wamezuia kila kitu. Kwa mfano, wakati bajeti yetu inagonga trilioni, hapo awali bajeti ilikuwa inasomo ya mabilioni kadhaa tu, maelfu ya mabilioni. Lakini sasa hivi bajeti ya Kenya inakanyaga mpaka trilioni 3-4 huko. Sasa iwapo bajeti yetu inafikia hapo na tukiangalia kikapu chetu cha ushuru kinasoma pia matrilioni, mbona ushuru, kikapu cha ushuru kimeongezeka? Tunaweza kukusanya ushuru kwa kiwango kikubwa zaidi kuliko siku za hapo awali, lakini bado shida zetu hazijaonekana zikipungua, na hata matumaini ya shida zenyewe kupungua hayapo. Nadhani hata wanasiasa wanafahamu kuwa Wakenya ni watu wenye bidii na ambao wamezoea kujipigania kujikimu kimaisha. Ndio maana hawatilii maanani kilio cha mwananchi. Yaani wanasiasa wanafahamu fika ya kwamba hata kilo moja ya unga igharimu hata shilingi 300, Wakenya bado watakula. Ndio maana wamelaza damu bungeni na kwingineko. Ndio maana miswada ya kupigania mwananchi wa kawaida hailetwi bungeni. Na mimi na walaumu ma MCA wetu hawa kuliko uongozi wa kitaifa. Unajua MCAs wakiwa wenye jicho pevu na wanaopigania uwajibikaji katika kaunti, itabidi magavana wawajibike. Ma MCA ndio wana uwezo wa kutekeleza ugatuzi. Rais wa nchi na bunge la kitaifa litafanya mambo yao huko juu na iishie hapo. Bunge la kitaifa halina jukumu la moja kwa moja kuelekeza uongozi wa kaunti jinsi ya kutekeleza wajibu wao. Kila kitengo cha serikali
kina masuala yake ya kutekeleza. Ndo maana nasema Ryan, viongozi ambao wanastahili kuhakikisha ugatuzi unatekelezwa ni hawa MCAs hawa. Wakiketi kwenye seneti pale, wanastahili kuwa sauti ya mwananchi bila kushurutishwa. Lakini sasa huwa MCAs ambao tuko nao ni maembe tu. Gavana akiwatishia kidogo wanatulia. Na ma MCA ni kama hata hawajui wajibu wao. Hawajui kazi yao ya kutetea mwananchi, ya kuwa sauti ya mwananchi. Utapatana na MCA ukimuuliza swali anakuambia, unajua usipoelewana na gavana hakuna maendeleo itakuja kwetu. Na ulegevu kama huu ndo staki kabisa. Kwani si tunatoa ushuru? Pesa tunazoongelelea si ni ushuru wetu Ryan? Kwani ni pesa za gavana zinazotumika kufanya maendeleo au ni zetu? Hali ya kisiasa inachanganya, inaumiza, inatisha. Lakini bado sisi ni wananchi na bila sisi hakuna taifa. Ukiona mtu amenyamaza Ryan, sio kwa sababu yuko sawa. Ni kwa sababu ameshindwa kupima maisha yake. Kila unachofikiria kina bei. Hata chai tunayokunywa hapa Ryan imekuwa kama uraibu tu. Yaani hata ukiona mtu ambaye anakunywa chai eti vikombe viwili vya chai, huyo ni bwanyenye. Huyo ni mtu ambaye ana uwezo kifedha. Kwa sababu ile hali ambayo tulikuwa nayo ya zamani ya kuwa ukiwa mashinani unaweza kupata vitu vingi kwa urahisi, kwa mfano kama maziwa ya chai, sasa hivi sio kweli. Nakwambia sasa hivi hapa kijijini kufuga hata ng'ombe mmoja, wacha ati ng'ombe 3, 4 jinsi tulivyokuwa tunafuga hapo zamani na tungeweza kumudu. Sasa hivi kufuga hata mbuzi 1, 2 ni kazi, hakuna lishe. Ongezeko la idadi ya watu limepelekea maisha ya kijijini kuwa tofauti kabisa. Hata tuachane na masuala ya ufugaji, tuangazie hata bidhaa zingine za kawaida ambazo zingepatikana vijijini kwa kawaida. Kwa mfano kama parachichi. Sasa hivi parachichi hata iwe ile ndogo tu shilingi 15, shilingi 20. Bidhaa ambazo zilikuwa ni bidhaa za kawaida ambazo hazikosi hapa kijijini, kwa sasa zinakusanywa na kuuzwa mjini kwa bei ghali. Kwanza kupatikana kwenyewe hapa kijijini ya bidhaa hizi ni shida. Aya, hata ukipata bei imeharibika. Shauri bidhaa hizi sasa hivi zinaweza kuuzwa kwa bei ghali huko mjini. Kwa hivyo hata ukipata kama ni parachichi hapa kijijini, unapata bei yake ni tofauti na hapo awali. Sasa kwa hivyo kila siku mambo yanapanda. Mishahara, biashara, mapato yote yamekwama kama gari. Yaani gharama ya maisha imepanda hata si maradufu, zaidi ya maradufu. Lakini kipato kiko pale pale. Mtu uliajiriwa kazi unapata mshahara wa shilingi 10,000, ndio huo mkate ulikuwa unanunua na shilingi 20, sasa hivi uko shilingi ngapi hizo? Karibu 70. Mkate. Maziwa kikombe kimoja tulikuwa tunanunua na shilingi 10, sasa hivi maziwa ni shilingi 30 kikombe kimoja. Yaani ndo nilikuwa nakuambia hata kunywa ati unakunywa chai vikombe viwili. Gharama tupu. Maji. Sijui sasa shida ya maji nayo pia huku mpaka kijijini. Yaani sasa hivi kijijini tunanunua maji. Juzi nimeongea na mama fulani pale stage. Nakwambia alikuwa amelegeza macho, utadhani ametumia mihadarati. Lakini wapi? Ushawahi ona mtu amelemewa kimaisha mpaka uso unabadilika? Ni huyo mama. Unajua mara ya kwanza nilimpima, nikajiuliza, kwani mama Esther siku hizi anatumia vileo? Ndo nikamuuliza tu kimchezo, Mama Esther, kwani ndo umeamka saa hii? Akaniambia hapana,
Yaani hata unavyoniona hivi, siko hapa. Hata hii Kenya yenyewe tunaishi haieleweki. Saa hii hata mtu kuniambia juu ya kupiga kura mimi. Yaani tumechezwa mpaka hatujielewi. Saa hii niko na shilingi 50 tu yenyewe nashindwa nifanyie nini? Ninunue unga? Ni mboga nitanunua? Ni maji ya kupika? Yaani hata maji ya kunywa na kupika inagharimu pesa nyingi kuliko hata chakula yenyewe. Na ndo nakuuliza, hizo ni hisia ama hiyo ni simulizi ya mwanamke mmoja tu hapa. Lakini kilio hicho ndicho kiliopo kwa raia wote wa kawaida, iwe hapa kijijini au hata mjini. Asa Ryan, ebu tufanye hesabu kidogo hapa hivi. Kwa mfano sasa hivi unahitaji kula. Ukitaka kununua ile unga ya kupima, labda utanunua na shilingi 50. Ile wanapima sijui ni robo kilo, utachukua shilingi 50. Maana kilo 2 hata kwa duka ni shilingi 200. Kwa hivyo ukitaka kula saa hii, unahitaji hiyo 50 ya unga, 20 ya mboga. Vitu kama nyanya, kitunguu, hiyo ni starehe. Ukipata mtu anapika hadi yako na nyanya na vitunguu, huyo ni mtu ambaye tunaweza kusema anajimudu kidogo. Sasa acha tuangalie tu kwa msingi kabisa. Ununue unga 50 na mboga za 20. Utahitaji mafuta ya kupikia. Hivyo hatujaangazia unatumia nguvu za umeme au gesi au kuni kupika. Hiyo iko kando. Kwa hivyo ukiwa na 100, tuseme hiyo ni mlo mmoja tu. Kama mko watu kama 3, 4. Na hivyo mnapika hiyo unga kilo 1 inaisha. Na hizo mboga zinaisha. Haujanunua maji. Kama hapa tangu mabomba yetu ya maji yaharibike, tumekaa kama miaka kama inaelekea kama 10 au zaidi tangu tuone maji ya mfereji hapa. Kwa hivyo tunanunua maji. Mtungi mmoja wa maji hapa ni shilingi 15. Kwa hivyo kama sufuria na vyombo vya kupika ni chafu, utahitaji maji yakipungua kabisa mitungi 2, ambayo ni shilingi ngapi hizo? 30. Hasa shilingi 30, hayo ni maji ya kusafisha vyombo. Hujanunua chakula yenyewe, utahitaji maji nyingine ya kupika. Haiko kwa hiyo hesabu. Hasa ukipiga hesabu ya maji tu kwanza na chakula yenyewe, bidhaa za kupika, inakuja kama shilingi kama 150 mpaka 200. Hiyo ni kama tuseme hiyo ni chakula cha mchana, hatujazungumzia chajio. Hasa wewe piga hiyo hesabu. Huyu ni mwananchi wa kawaida ambaye hauna ajira, hauna kipato. Labda hata hiyo mboga tuseme kama uko na kashamba kidogo, ndo maybe umepanda kasukuma wiki yako pale. Kuna wale ambao wamekuja kutafuta ajira ambao mashamba yao hayako hapa. Unatarajia hawachumi hizo mboga kutoka shambani. Sasa wao gharama yao hata ni maradufu. Shauri mtu atanunua kila kitu. Asa yani ukiangalia yani kwa ufupi tu, uchumi wa Kenya unawaua watu kimya kimya. Sio kwa panga, sio kwa risasi. Yani kwa pressure tu, mawazo. Yani hata usingizi utakosa. Maisha ambayo watu wanaishi ni kupambana. Na hii ndio ile tulikuwa tunazungumzia. Ni wewe ujipiganie upate chakula. Hauwezi kuamka ukae tu hivi. Hii ndio wanasiasa nadhani wameona, wanajua hawa watu hakuna mtu yeyote ambaye akili timamu ataamka akae tu akae njaa. Na hapa ukiwa mwizi unapigwa mara moja, unafumaniwa mara moja, maneno yako yanakuisha. Wanajua vizuri sana wananchi hawawezi kugeuka na kuwa wezi ili kukimu mahitaji yao. Wanajua tu wananchi kwa kawaida wataamka na bidii yao waende kutafuta maisha.
Hiyo ndiyo shida kubwa kabisa. Hakuna kupumua. Na ndo nakuambia Ryan, uchumi wa Kenya hauwezi kupona mpaka watu wa chini wapewe nguvu ya ukweli. Saa hii hata elimu ya shuleni imepoteza maana kabisa. Wewe niambie Ryan, watu wangapi wamehitimu kutoka vyuo vikuu ambao wako hapa nje saa hii? Maelfu juu ya maelfu. Na tangu walete hii sheria ya kuwa kila mwanafunzi kutoka shule ya upili lazima aingie chuo kikuu, sasa ndo wamejazana huku nje hata huwezi kuhesabu. Watu na elimu zao lakini bila hela. Elimu bila uwezo wa kujikimu kimaisha. Na elimu kama hiyo ni bure tu na hakuna maendeleo yoyote ambayo yanaweza kuonekana. Na sasa unajua huwa naangalia ama huwa najiuliza, kama una elimu na hauna sehemu ya kutumia elimu hiyo kufanya kazi, tofauti yako wewe ambaye uko na elimu na mwenye hana elimu ni gani? Hakuna. Hata tusiongelelee yale masomo ambayo yanaweza kutumika moja kwa moja, yale yani masomo ambayo yako na application, tusizungumzie hayo. Tuzungumzie kwa mfano kujifunza kitu kama Kifaransa. Mimi nakumbuka tulijifunza Kifaransa tukiwa chuo kikuu. Hasa mtu umejifunza Kifaransa mwaka mzima. Unakuja darasani pale, bonjour, je m'appelle sijui nani. Mwaka mzima. Aya, uko na ujuzi wa kuzungumza hicho Kifaransa. Unakitumia wapi? Hakuna. Tofauti yako na mwenye ajui Kifaransa ni gani? Hakuna. Na ndo nilikuwa naangalia sana huku Kenya. Tunaangalia elimu kama ndio njia pekee ya kuweza kufaulu maishani. Na hiyo sio kweli. Elimu inaweza kuwa njia ya kunufaisha watu na kuendeleza watu kimaisha iwapo hiyo elimu yako uko na mahali ambapo utaiweka ifanye kazi. Ile ujuzi ambayo uko nayo mahali itafanya kazi. Bila hivyo, hiyo elimu ni kama tu bure. Sasa tuseme hata tuangazie tu kama ualimu. Kuna hizi kazi ambazo tunaweza kusema watu wanaweza kupata ajira kama waalimu. Hizo ni kazi, watu wengi huku Kenya ni waalimu kwa mfano. Sasa walimu wangapi wako huku nje ambao wamehitimu kutoka vyuo vikuu kadha wa kadha? Na wengine bado huu mwaka ukiisha, wengine watamaliza kutoka vyuo vikuu, watakuja hapa nje. Wataenda wapi? Sio shule mpya zitajengwa mwaka ujao useme ati walimu sasa ambao wenye wanatoka kutoka sahi mwaka 2025 mpaka 2027 wataingia hivi vyuo ama hizi shule ambazo tumejenga. Hakuna. Shule ni zile ambazo ziko pale na mnaendelea kufunza walimu. Mnawafunza waende kufunza wapi? Wale ambao wanastaafu ni asilimia kidogo tu, kama 1%. Hata wakiwa 10%. Tuseme wale wanaostaafu ni 10%. Wanaohitimu ni maelfu. Wataingia kazi lini? Na bado mnaendelea kuingiza wengine kwenye tunataka wanafunzi wote wanatoka shule ya upili wote waingie vyuo vikuu. Wataenda wapi? Wanatumia pesa huko. Ndio serikali inasaidia, lakini kwa asilimia kidogo. Tuko na wanafunzi pale, nyumba tu ya kuishi. Nyumba ni 3,000-4,000 kila mwezi. Hako ni kanyumba tu, yani kanyumba kadogo hivi. 3,000. Chakula hiyo hapo, maji hapo. Yani gharama ile unatumia ukiwa shuleni mpaka huhitimu inaingia milioni hapo. Milioni hapo, kama unapiga ni degree yako, unapiga shahada ya degree, inakanyaga milioni. Na alafu umalize degree yako urudi nyumbani. Kufanya nini? Hakuna ajira. Hadi mimi ndo nilikuwa naangalia saa hii mtoto wangu kuniambia Teo aende chuo kikuu, labda kwa gharama yake
yeye mwenyewe na vipesa vyake ajitafute, ajipeleke hiyo chuo kikuu. Sioni haja nitumie milioni 1 eti napeleka mwanangu hati chuo kikuu aende kusomea sijui nini ualimu alafu aende wapi? Amalize, ahitimu, alafu tena arudi hapa kuniambia baba, naomba usaidizi kwa hili na lile. Siko tayari. Hiyo sijui milioni 1, heri hata nianze biashara. Saa hii nikakuwa na milioni 1, naiweka biashara naanza biashara, hata ilete shilingi ngapi kwa siku? Hata ilete shilingi 300-400 kwa siku. Hiyo ina faida kubwa kuliko kupeleka sijui mwanangu ameenda chuo kikuu. Wazazi wengi hapa, hata wale wenye uwezo mdogo, sasa ndio unapata sasa amepeleka wote 3 wako chuo kikuu. Mmoja ndo ameingia, mwingine yuko karibu kuhitimu, mwingine ndo ataingia mwaka ujao. Yaani mzazi anauza mpaka shamba, anakosa hata sehemu ya kuanika hata mazao ya kutoka shambani. Ameuza shamba yote, peleka wanawake shuleni. Haya, alafu wanamalizia wapi? Kisha maliza tena wanarudi nyumbani mmoja kwa mmoja, iwapo watamaliza. Wengine unapata mzazi ameuza shamba, mtoto aende chuo kikuu, pale miezi 2-3 msichana anarudi na mimba. Wataenda wapi? Na ndo tunataka siasa. Watu wanaosema hatuwezi kuzungumzia maneno ya siasa, watu wanaosema wanajitenga na siasa, mnahitaji suluhisho zitoke wapi? Nani atasuluhisha changamoto hizi zote? Hizo ni baadhi tu ya changamoto ambazo tunaangazia hapa hivi. Nani wanaoendesha uchumi wa nchi? Ni viongozi wa siasa. Ni sheria gani zinazoelekeza jinsi mambo yanafaa kufanywa hapa na pale? Ni sheria zinazopitishwa kupitia miswada bungeni na kwenye seneti huku, ndizo zinakuwa sheria. Ni sheria gani zinazoelekeza tutatozwa ushuru kiasi gani? Kwa mfano kama saizi ushuru tunatoa sijui 16% kwa kila kitu ambacho unanunua. Iwe umeajiriwa, umejiajiri au hauna ajira, lazima unatozwa ushuru kwa kila kitu ambacho unanunua. Na unasema ati mimi mambo ya siasa. Itabidi watu wajikumbuke. Na wajiambie ukweli ya kuwa sisi wenyewe kama wananchi tuna mchango, hasa mchango mkubwa. Shauri, tumeangalia masuala ya ufisadi. Haya ni mambo tumeangalia tangu miaka. Mimi sasa hivi nina miaka na karibia 40. Nimeona serikali 3-4 zimekuja na kuenda. Kuna shida tulikuwa nazo wakati ule, mpaka sasa zipo. Na shida za kisiasa ama shida za uongozi zitatatuliwa tu kisiasa. Hauwezi kuombea kwa mfano ufisadi uishe. Huwezi kuenda kanisani au msikitini upige magoti usali eti Mungu tunaomba utusaidie ufisadi uishe. Haiwezi kufanya kazi. Shida za uongozi, shida za kisiasa zinahitaji suluhisho za kisiasa. Viongozi ambao tunawachagua lazima wawe watu ambao tumewaeka kwenye ratili, tunajua ni watu watawajibika. Wasipowajibika ni kuwatuma nyumbani mara moja na kuleta viongozi wapya. Kwa hivyo Bwana Ryan, haya mambo ni mazito bwana. Ni mazito, tena ni mazito kweli kweli, na lazima tuyazungumzie. Tusipoyazungumzia ni kama kupuuza, ni kama hatuoni shida. Na tunajua vizuri sana kugundua shida ama chanzo cha shida, hiyo ni suluhisho tayari nusu kwa hiyo shida. Kwa hivyo tusijifunge macho, tusizibe masikio, tusijifanye kama hatufahamu. Hizi ndizo shida zetu na ni wajibu wetu kuzitatua au kutafuta mbinu za kuzitatua. Kwa hivyo nasihi sana haswa hawa vijana wadogo ambao wamemaliza shule sasa hivi. Meona wengi pale sitapiga kura hata tukipiga haina maana.
Hii lami unatembelea sasa hivi hapa, kama sio mtu fulani alipiga kelele mahali, tunahitaji barabara bora hapa, la sivyo uongozi huu hautakalika, ungekuwa unatembea kwa matope pale sasa hivi. Kwa hivyo msitake ama msidhani tutapata muafaka kwa mara moja hivi pap. Hapana, ni hatua. Kwa mfano sasa ndio nikiangalia kama jinsi nilivyosema hapo awali, kuna zile shida ambazo zimekuwa tangu tuwe wadogo, shida za miaka 20 iliyopita, kama maji safi ya kunywa. Hizo ni shida ambazo zimekuwa tangu tuwe wadogo, bado zipo. Ni wajibu wetu tuanze kupanga hizi shida, tena tuzipatie kipaumbele hapa. Tuseme shida ya maji, mtu yeyote ambaye anakuja kutafuta kura hapa na anatuambia nitawaletea maji safi, hatutaki kusikia vitu kama hivyo hapa sai. Hizo ni shida ambazo zingekuwa zilitatuliwa kitambo na tukazisahau. Sasa tungekuwa tunatatua shida tofauti kama za ajira, shida zingine kama kuangalia mfumo wa elimu na kurekebisha, na kuangalia wale wanamaliza kutoka shule ya upili wanaingia hizi shule za ufundi hapa mara moja, kuweka na kurekebisha bomba za maji, watu wa kujenga vyumba, zile kazi ambazo zinaleta ajira upesi ili watu waanze kupata pesa mifukoni. Shauri kila kuchao, unahitaji pesa, whether una afya njema au la, unahitaji hela za matumizi. Sio mtoto mdogo, sio vijana, sio wazee, kila mtu. Huwezi kusema kwamba mimi ni mwanafunzi, mimi sasa unakula nini? Acha tuachie hapo kwa sasa.